Hapa Mtwara tunatoa elimu. Tulikuwa na wajasiriamali wanawake, watu wenye ulemavu, madereva wa bajaji na bodaboda na viongozi wa dini. Tulikuwa tunawapa mada mbalimbali za sheria. Tumetoa mada kuhusiana na haki na wajibu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Tumeiangalia sheria ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tumetoa hiyo mada kujenga uelewa kwa jamii, kwa sababu ili sheria hii iwe na maana ni lazima watu wote wajue haki na wajibu wa watu wenye ulemavu na wale watu wengine ambao sheria imewapa majukumu ya kufanya ambayo yanaweza yakasaidia hizo haki zikatekelezeka. Vile vile tumewajengea uwezo kulingana na sheria ya makosa ya kimtandao, Cyber Crimes Act, kwa sababu tuko kwenye dunia ya kidijitali. Maendeleo ya kisayansi na teknolojia yanatakiwa yalete matokeo chanya yenye tija katika jamii na uchumi wetu, lakini yasije kwa ajili ya kudhoofisha hizo jitihada. Kwa hiyo ukiangalia Cyber Crimes Act inataka kuweka misingi ambayo itafanya watu wawe na amani, wawe na utulivu katika kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa hiyo kuna makosa, watu lazima wafahamu makosa ambayo yameainishwa kule ili wasidumbukie wakajikuta wako kwenye mikono ya sheria. Vile vile tumetoa elimu kuhusu wosia na mirathi. Eneo hili limeonekana lina changamoto kubwa. Hata wakati wa Samia Legal Aid ni moja ya maeneo ambayo yameonekana wananchi wengi wana migogoro kwenye maeneo haya. Sasa ukiwapa elimu ya wosia na mirathi, unawasaidia jamii kabla haijajikuta iko ndani ya hiyo migogoro, wanakuwa wana taarifa sahihi ya nini cha kufanya kwa mujibu wa sheria. Sheria imeainisha taratibu zipi. Kwa hiyo ukiwajengea watu uwezo, inawasaidia kuto kuingia kwenye hiyo migogoro, kwa sababu tungependa kuona jamii ambayo ina upendo na amani ili waweze kutekeleza majukumu ya kiuchumi. Changamoto kubwa, unaona kwamba watu hawana uelewa na wenyewe wamekubali kwamba jamii bado haijaelewa kwamba watu wenye ulemavu pia nao wana haki zao. Kwa hiyo kama utakumbuka, wametuomba tuendelee kutoa elimu, na sisi tumeahidi tutaendelea kuwajengea uwezo wananchi waweze kuelewa umuhimu wa kila binadamu, kama ambavyo katiba inasema binadamu wote ni sawa. Kwa hiyo kama binadamu wote ni sawa, ni lazima tuishi huku tukiheshimiana bila kuwanyanyapaa watu, kuwapa fursa kwa kadri ambavyo sheria inaelekeza, ili kuwa na jamii ambayo ina amani na jamii ambayo ina ustawi, na kufanya kuwasaidia na wenyewe wakawa ni sehemu ya kujenga uchumi. Wananchi wasio wavivu watakapokuwa wanapata maeneo kama haya, mialiko kama hii, watumie hizi fursa kupata uelewa, hata kwenye kututumia hizi simu zetu vizuri. Uko kwenye hizo simu, kwenye website, kwenye tovuti nyingi unakuta wanatoa hizi elimu. Hata Tume ya Kurekebisha Sheria kwenye tovuti yake tuna maeneo mengi ya sheria ambayo sisi tumeyaweka kule. Wananchi wakiingia, hata akiwa amekaa tu hivi kwenye simu yake akiperuzi, ataona. Kwa hiyo atajengewa uwezo kwenye masuala mbalimbali, sio haya tuliokuja nayo tu, lakini hapo mengine, masuala ya dhamana, yani masuala ni mengi sana ambayo akiingia kule, mambo ya kimkataba, mambo gani muhimu ya kuyaangalia kabla hujaingia kwenye mikataba. Wananchi watumie hizi fursa vizuri ili ziweze kuwajengea uelewa, wasije wakajikuta wamedumbukia kwenye sintofahamu kama umetenda makosa ya jinai, au kwenye masuala ya madai unajikuta umeingia kwenye mikataba ambayo mwisho wa siku ungekuwa unauelewa usingekuingia kwenye mikataba ya namna hiyo. Kwa mafunzo niliyoyapata leo, kwanza yamenifurahisha na yamenielimisha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nimejua kuzitambua haki za mtu mwenye ulemavu. Nimejua jinsi ya kuandika wosia na taratibu zake, mambo ya mirathi pamoja na matumizi mabaya ya mitandao. Mafunzo ya leo yamenijenga na nimejifunza vitu vingi.
mfano kuhusiana na masuala ya mirathi, umuhimu wa kuandika wosia, lakini pia makosa ya mitandao, kwa sababu hata mimi mwenyewe naweza nikasema kuna makosa nimeyafanya kwenye mtandao wakati nilikuwa sijui kama haya ni makosa, lakini baada ya kupata mafunzo hapa tayari nimeshaelewa nini maana ya makosa mitandao. Ningependa kuomba serikali ingeweka msisitizo kwenye hizi namba za watu wa huduma kuhusiana na utoaji wa taarifa kwa makosa ya mitandao. Mfano hizi namba za utapeli, yani kuwasilisha masuala ya utapeli, basi zingekuwa zinatolewa mara kwa mara ili watu tuwe nazo, kwa sababu makosa ni mengi yanafanyika na jumbe kama hizo ni nyingi zinafanyika, lakini unakuta haturipoti. Kosa ambayo yanayofanyika kwenye sheria, utakuta wale watu ambao wanaguswa na sheria hawaitumii pasavyo kama inavyohitajika itumike. Hususa kwa mfano leo mafunzo haya hapa ni ili hao wenzetu wenye ulemavu ili kuweza kujua haki zao, unaona, lakini hata hivyo haki zao hazipatikani, hawazipati, unaona. Kwa sababu nini kinachosababisha hawasizipati? Mtu anaweza kwa mfano tu leo kwa mdogo, mtu anaweza kutoka hapa kaenda hospitali. Anapoenda hospitali yule mlemavu asichukuliwe kama mtu wa kawaida. Anahitaji apate haki zake za kumsaidia kupitia ulemavu wake ili kwa kumuongoza, pita hapa, fanya hivi, unaona. Kwa sababu wale walemavu wako aina mbalimbali, wamegawanyika karibu mafungu mengi. Kuna walemavu wa ngozi, kuna walemavu wa macho, kutokuona, na kuna walemavu wa viungo, kutokutembea vizuri kama tunavyotembea watu wengine. Sasa wale ni lazima wapate haki zao za msingi kwa sehemu zizi zinazohitajika, lakini utakuta mambo hayo hawayapati. Na wale walengwa wenyewe wanahitaji kutoa msaada huo, utakuta wanaminya tu, unaona. Sasa unaweza kufikiri kama hawajui, lakini kutokujua hiyo sio kweli. Wanajua, ila sasa wanaona usumbufu, labda wanaona kazi